Karibu tena. Viongozi wa Pwani wanaounga mkono serikali jumuishi wametangaza kuanzisha mazungumzo ifikapo Disemba mwaka huu na Rais William Ruto ya kutaka eneo la Pwani kutengewa nafasi ya naibu wa rais iwapo eneo la Pwani litakuwa limeandikisha zaidi ya wapiga kura milioni 4. Wakiongozwa na Spika wa Bunge la Seneti Amason Kingi, Waziri wa Michezo Salim Mvurya pamoja na Gavana wa kaunti ya Kwale Fatuma Achani katika hafla ya kuchangisha pesa kwa walimu wa madrasa katika eneo la Kinondo huko Msambweni. Viongozi hao wametaka wenyeji wa Pwani kujitokeza na kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura ili kushiriki uchaguzi mkuu ujao na pia kupata eneo hilo kuwa na sauti katika ngazi za kitaifa. Huku wakipigia debe Rais William Ruto kwa kile wanachodai ni rekodi njema ya maendeleo kutoka serikali ya Kenya Kwanza kuingia mamlakani. Uzito ni kilo ya kura unapeleka ngapi kule Nairobi. Kwa hivyo sisi wa Pwani ni tujiulize, tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao tukipiga kura, uzito aina gani tutapeleka kule Nairobi ili tukisimama kule Nairobi na sisi tuhesabiwe. Tuwe na kura ambayo itakuwa na heshima, tuwe na kura ambayo itatuletea sauti. Ndio siku ingine kama tunakuja hapa viongozi wenu tuwe tumeongezeka kwa hii safu kwa sababu Mheshimiwa Ruto tumempatia heshima. Tuna jukumu kubwa la kuhakikisha ule uongozi mzuri ambao tayari umeanza kututambua tuweze kupatia nguvu. Sawa hivyo. Alimu wa Mwengani. Ndio maana tukaambiwa hakikisha kura zindakatwa ambao tana vitambulisho, vitambulisho na kura zikatwe nyingi. Ndivyo ama sivyo? Sisi ni wengi. Tatizo ni kuwa hatuko pamoja. Lakini kwa sababu vile viongozi sasa wanatuunganisha, wataona wengi wetu. Hapo ni sawa ama si sawa? Si ni sawa? Hata kama tulikuwa na mambo yetu huko nyuma, lakini safari hii mustahiki Rais wetu William Samoei Ruto apewe kura 2027 na sisi wa Pwani tusimame namna hiyo. Mwisho tuchukue vitambulisho na kura ili na sisi tuhesabike kitaifa. Ukiangalia hapa unaona sura ya Pwani.